kuliko huyo mtu. Fanuhsinu dhann, tuwe na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu daiman an dhanni abdihi. Allahu akbar. Ndugu zangu, katika mambo ambayo tunafeli, tuna wrong, ni dhana zetu kuwa mbaya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuweni na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengi wetu tunaweka katika akili zetu kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuadhibu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutia watu motoni, Mwenyezi Mungu naam, lakini Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye huruma kuliko kitu chochote. Kwa hivyo dhana zetu kwa Mwenyezi Mungu ziwe nzuri, kwamba tutaipata pepo kwa njia yoyote, kwa vyovyote vile, kwa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, hakuna mtu yoyote, binadamu yoyote aliyeumbwa katika huu ulimwengu ambaye ataingia peponi pasi na huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata Bwana Mtume Muhammad pamoja na ukamilifu wake na mitume wote 124,000 wataingia peponi kwa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii inadhihirisha ni jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni arhamur rahimin, ni mwenye huruma kuliko mtu yoyote yule. Kwa hivyo tuwekeni dhana zetu nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasomi wanasema kile unachokifikiria ndio kinatengeneza maisha yako ya baadaye. Kazi yako wewe ni kufikiria maskini. Dhana yako kwa Mwenyezi Mungu ni kukupa umaskini milele, basi ile dhana yako itajengeka kweli katika maisha yako, utakuwa maskini milele. Kuwa na dhana nzuri kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu atakupa utajiri, basi ipo siku la ya'lamuhu illa Allah, hakuna mtu yote ambaye anajua hiyo siku isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapata utajiri, utaondoka katika umaskini, utakuwa na akili kama huna akili, utapata mke mzuri, utapata mume mzuri. Usikate tamaa. Kwa nini hauolewi? Ipo siku utaolewa, ipo siku haina jina, utaolewa na mume ambaye unamhitaji. Kuwa na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na dhana mbaya, basi tambua dhana mbaya ndio utengeneza maisha yako ya baadaye, lakini ukiwa na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dhana hiyo utengeneza maisha yako mazuri ya baadaye.